pengine kuna funzo hapa kutoka kwa mzee wetu, mchezaji wa zamani. Fundi wa mpira huyo. Fundi wa mpira. Mchezaji nguli kabisa. Mchezaji wa kwanza kucheza Ulaya. Unajua ukisema fundi wa mpira Morogoro anamjua Sina. Kuna fundi mmoja mpira anaitwa Sina pale Morogoro mjini. Anashona mipira haijai kutokea. Sawa, huyu tunamzungumzia Sande Manara. Sawa. Kwa huko ni Kiremba yuko Kawe pale. Gozi sijui limepasuka lifanyaje. Mpya. Sasa huyu tunamzungumzia fundi wa boli uwanjani. Mchezaji wa kwanza pia kucheza nje ya mpaka Tanzania, tena soka la kulipwa Ulaya. Mzee wetu Sande Manara ambaye ametoa somo hapa akiwataka viongozi wa ngazi za juu nchini kuacha kujihusisha na masuala ya mapenzi hadharani na soka. Yani unaonesha mapenzi mpaka ile inapitiliza. Umetoa somo na amezungumza na mwenzetu Prophet Manga ambaye huyu yuko jijini Arusha, na mazungumzo yalikuwa ni haya. Mimi ni Prophet Manga, beki mshambuliaji kutoka hapa 94.5 Wasafi FM, nikiwa na Sande Manara, mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga na pia ni mchezaji wa kwanza wa soka nchini Tanzania kucheza barani Ulaya. Nipo naye kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu, lakini kubwa ni kuhusiana na danadana ya dabi ya Kariakoo. Msimamo ukiwepo kwamba baada ya kuahirishwa Machi 8 sasa ikapangwa Juni 15, na hatimaye kalenda imetoka kwamba mechi hii itapigwa siku ya Juni 25 mwaka 2025. Huu mchezo ambao wa mpira katika nchi yetu tumefikia hatua mbaya sana, kwa sababu maana ya mchezo kwetu sisi ni kwamba kwanza ni kutengeneza undugu, rafiki. Baada ya saa za shughuli za kutwa nzima za kazi, watu wanakaa na burudani. Lakini bahati mbaya ilitokea sasa hivi burudani hii haipatikani zaidi ya kejeli, ya matusi na matukanano na kutaka kuebishana, na haswa katika hizo kubwa timu mbili za Tanzania. Sisi wote ni washikadau katika mpira, sio mpira mwenyekiti wa chama cha mpira au katibu. Sisi wote, manake mtu anaweza kuwa ni Mtanzania yuko Bukoba au yuko Songea, lakini anafuatilia masuala ya mchezo wa mpira, na yeye ni mshikadau, asidharauliwe. Wewe unakuwa hapa mwandishi wa magazeti, wewe ni mshikadau, usidharauliwe. Tuzungumze katika lugha ya kuelewana, tuzungumze katika lugha bila kukashifiana, bila kutupiana maneno machafu na kejeli, kwa sababu hamna mtu mwenye mali ya mpira hii. Kama tunakuchagua yuko mwenyekiti, wewe sio mwenye mali, hatuwezi kuwa wote mwenyekiti, hatuwezi kuwa wote katika dafa ya mpira. Sasa kwa nini hatuna uwezo wa kukaa juu ya meza tukazungumza na tukalimishana bila kutupiana matusi na nini? Mimi nafikiri hii italeta utamaduni wa kupata maendeleo, kwa sababu ninachokijua mimi wewe hukijui, na wewe unachokijua wewe mimi sikijui. Kwa nini hatuwezi kukaa juu tukaingia tukazungumza tusarabu? Sasa hivi tunaona watu wanakuja katika mechi za dabi katika nchi kutoka sehemu chungu nzima. Azam TV wamekwenda mbali sana kutujengea heshima. Sasa leo watu wale wasemi wasikie bwana mechi imehairishwa, imegombe. Maana yake nini? Tumepiga hatua mbele sana kuiuza Tanzania katika nchi za jirani. Leo tunakaa hapa bwana, mtu anasema maneno yao tena bila aibu, kama yeye maana yake ndio kafuzu kila kitu. Kumbe sio sawa. Kwa hiyo tutoe elimu, na viongozi wa hali ya juu kabisa, wa ngazi ya juu, waache kujinasabisha na clubs mbalimbali. Wao na mapenzi yao, of course huwezi kuwakatalia, lakini waangalie kama dhamana yao kubwa sio klabu, dhamana kubwa ni taifa ambalo tumechagua, ambao tutae tuzungumze lugha ya kuleta ustaarabu katika mchezo wetu kwa faida ya vizazi vyetu vinavyokuja. Labda kwa mtazamo wako unaweza kuona kwamba panastahili kuwepo kwa uwajibikaji kwa baadhi ya viongozi wa soka hapa nchini Tanzania ambao wanasimamia hili soka? Sasa kwanza lijulikane kama kuna kosa lilitokea siku za nyuma, na isitoke lile kosa likafunikwa kama blanketi. Kama kosa limefanyika, tumjue ni nani alifanya ile kosa na ameleta madhara kiasi gani, na achukuliwe adhabu au nidhamu za kisheria. Na hili linapatikana tu kwa kuweza kuweka mustakabali siku zijao lisirudiwe tena. Ndio maana ya adhabu hiyo. Lakini hawezi kuwa sema bwana kosa limetokea, watu wamesema kuna mechi na amekuja mpaka katika mechi haikufanyika, ametoka maelekezo sema bwana mechi hii imeahirishwa, alafu jambo hili liondoke tupu bila kujulikana kwa nini ilikuwa ile kosa imefanyika vile. Watu wengine lazima waje kucheza, unaambia watu wengine waje kucheza bila kuelewa kwanza hajajulikana. Hivi kweli ni sawa jamani? Hata kwa kila mtu mdogo hawezi kukubali kama ni sawa. Kutoka hapa 94.5 Wasafi FM, ni mimi beki mshambuliaji Prophet Manga. Asante sana Prophet Manga kwa mazungumzo hayo na legend wa mpira. Somo limetuingia Ndio. Somo limekaa sasa, si ndio Jojob? Ama
Weka kipaza vizuri.